Ndugu zangu viongozi, chama taifa kimekuja na agenda ya no reforms, no election. Tunaposema no reforms, no election, mnapaswa kujua kwa sababu nyie mmetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Ndugu zangu, hakuna mabadiliko kama hakuna mabadiliko ya kikatiba, mabadiliko ya kisheria, hakuna uchaguzi. Na wao wanaofikiri tutafanya uchaguzi wanajidanganya. Hebu msikilize mwenyekiti wa kijiji cha Soroneta anavyokuambia. Mwenyekiti ameshapigiwa kura na wananchi, ameshinda. Ili ashinde atangazwe ni mapanga watu walikatwa. Huu ni uchaguzi gani huu? Kuna wenye viti hapa wa vitongoji wengine alikuwa anatangazwa kwenye kituo kama kanuni inavyosema. Anafika kwenye kata, msimamizi wa uchaguzi anatangaza wa CCM ambaye hakushinda. Si ni kweli ndugu zangu? Na hakuna hatua zimechukuliwa. Mwenyekiti, tuna wajumbe wa serikali ya kijiji wameshinda. Waliapa hawaendi kwenye vikao vya kisheria. Mtendaji wa kijiji hawaaliki. Tuna mjumbe wa kijiji wa serikali ya kijiji yupo kata ya Manga, kijiji cha Bisarui. Haitu kwenye vikao. Anamuuliza mtendaji, mtendaji anamwambia mimi mwenyekiti wa kijiji amenizuia nisikualike. Kinyume kabisa na sheria. Huyu ni kiongozi amepigiwa kura. Hawa watu ndio wanataka tuende nao kwenye uchaguzi. Mkurugenzi CCM, watendaji wote wa vijiji na kata CCM, hao ndio wasimamizi wa uchaguzi. Mko tayari kwenda kwenye uchaguzi kwa mazingira haya? Hatuwezi. Na CCM wanatamba wanasema tunasusia uchaguzi, hatujajiandaa. Hivi kweli Tarime sisi tunashindwa kufanya uchaguzi sisi? Tumewaambia kama mnajua mmejiandaa, kwa nini hamtengenezi uwanja sawa wa mapambano? Hawataki kufanya hivyo. Mwenyekiti, wenye viti wetu hao wa serikali za vijiji wanafanya kazi kwenye mazingira magumu, pamoja na kwamba wameshinda. Hawapati ushirikiano kwa watendaji. Ni changamoto kubwa. Na haya sisi tutayasema. Nataka nikuambie mwenyekiti wa kijiji cha Soroneta, tukitoka hapa tunaenda kwa mkuu wa wilaya kwa sababu huko ndiko kwa dasi. Tumwambie hayo malalamiko yako leo ili tuone anachukua hatua gani. Kwa sababu sisi akigoma, mimi nitakuja kwenye kijiji chako, ita mkutano mkubwa wa hadhara, tutakwenda kwenye ofisi, tutamfungia mtendaji. Wakuletee mtendaji mwingine atakayeheshimu maamuzi ya wananchi. Hatuwezi kwenda hivi. Mtendaji wa kijiji hakuheshimu, wewe ndiye mtendaji wa kijiji, ni bosi wako. Wewe ndiye bosi. Yeye ni katibu wako. Wewe ndio unatoa maelekezo. Serikali imesema kijiji kilete wa vijana 10 kwa ajili ya kwenda VETA. Mtendaji yuko likizo, anaandika majina, yupo likizo. Bila hata mkutano wa kijiji wa dharura kuitishwa. Basi angemwambia mwenyekiti wa kijiji, serikali ya kijiji itishwe, ichuje majina ya vijana, ipeleke. Ndio utaratibu huo, kuliko yeye kuandika majina yake yuko nyumbani. Kwa hilo ni jambo baya. Na sisi tunasema tutamwambia mwajiri wake ambaye ni mkurugenzi, na najua mkurugenzi hawezi kumchukulia hatua, lakini tutaiambia dunia ijue walivyo. Tutawataja kwa majina yao na tutawataja kwa vyeo vyao. Sisi hatuogopi. Peoples, nendeni kwenye vitongoji vyenu na vijiji, waambieni wananchi kwa nini Chadema inataka tuwe na mabadiliko kwenye uchaguzi wetu. Tumefanya uchaguzi wa chama tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka huu kuchagua viongozi wa kitaifa. Uchaguzi uliokuwa huru, haki na wa uwazi. Uchaguzi uliofuatiliwa na imeionyesha dunia na Afrika kwamba Waafrika wanaweza kufanya uchaguzi. Hakuna mtu kukatwa panga. Mgombea aliyeshindwa mwenyekiti Freeman Mbowe amempongeza Lissu kwa kushinda. Hilo ni jambo kubwa. Matokeo uchaguzi maboksi yalikuwa yanamulikwa na waandishi wa habari. Hayo ndio mambo tunataka CCM wajifunze Chadema. Walete uchaguzi huru na haki, tushindane kwa haki. Demokrasia iamue. Peoples, tunawaambia hayo mambo hawataki. Mmeshinda kwa, na nyinyi mlioshinda mnajua mlivyoshinda kwa wakati mgumu. Na wapongeza sana. Na mwenyekiti, tumeita hichi kikao maalum ili tuje tuwapongeze kwa kazi kubwa mliofanya mwezi wa 11 tarehe 27. Haikuwa kazi rahisi. Nyinyi hamfanyi kazi kwa kufata vichwa vyenu. Kama utaratibu ulivyo, hakikisheni mnaitisha mikutano yenu ya wananchi kwa mujibu wa sheria. Mnajua sheria inataka kila baada ya miezi 3 iteni mikutano mikuu ya wananchi. Someni mapato na matumizi.
Zungumzeni na wananchi. Hata kama kwenye akaunti ya kijiji umepata shilingi 0, wewe nenda kwenye mkutano wa mapato na matumizi, soma mwezi huu tumepata 0. Ukifanya hivyo utakuwa unatenda haki kwa wananchi waliokuchagua. Jambo la tatu amelisema mwenyekiti wetu wa kijiji cha Soroneta, kutoa huduma kwa wananchi bure. Sisi kwa mujibu wa kanuni za chama cha Chadema, viongozi wa Chadema wanaochaguliwa na wananchi kuandika barua ni bure. Wananchi wanakuja kutafuta huduma ni bure. Ndio maana tunataka wenye viti wetu wa vijiji na vitongoji na viongozi wetu wote muwe na kipato. Msifanye kazi za kijiji kama ndo za kukupa kipato. Hakikisheni mnalima, tuna ardhi huko. Hata wananchi wanapokuja nyumbani kwako wakutane na busara na viazi, wanywe kwa mwenyekiti wa kijiji na kitongoji. Sio anakuja tena yeye ndo anatoa hela ya chai. Mkifanya hivyo mtakuwa tofauti na wenye viti wa CCM. Kwa sababu CCM bila kutoa hela hutopati huduma. Si ni kweli? Kwa nyie muwe tofauti. Toeni huduma kwa wananchi bure. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana, na waombeni sana, kila jambo unalofanya zingatia katiba ya nchi. Wewe hauko juu ya katiba ya nini? Kila jambo unalofanya usivunje haki za binadamu. Usijigeuze RPC, mkuu wa mkoa, kwamba na kuweka ndani lock up. Wenye viti wa vijiji na vitongoji hamna lock up za kuweka watu. Mwananchi akikiwa na kosa, wasiliana na mamlaka zinazokamata zije zifanye nini? Usiende, unaweza kwenda kwa mhalifu kichwa ukachomwa kisu na kuambia tutapiga ayena hapa, ule wimbo unasemaje ule jeneza liko hapo, tunaimba tunazika. Hakuna mtu atakuja hapo kukufufua. Kwa chukueni tahadhari. Najua wahalifu wana mbinu nyingi na mimi sio kwamba nawatisha, lakini mchukue nini? Tahadhari. Mhalifu asifungiwe kwenye ofisi za umma. Watu wana tabia mbaya, mtu anaweza kujinyonga, wewe ndio utakuja kuwajibika. Yaani chama kitakuja kufika mwenyekiti, tunananulia mada, mtu ameshaumia. Kwa mchukue tahadhari ya haya mambo. Jambo la mwisho ambalo ni muhimu, endeleeni kukieneza chama kwenye maeneo mnayoongoza. Ukifanya vizuri, Chadema inang'aa. Ukifanya vibaya, chama kinasemwa, wewe hata usemwi. Na mimi nataka niwahakikishie mwenyekiti wa chama, hili tumekubaliana kwenye kikao. Tukipata malalamiko eneo lolote, mwenyekiti wa kitongoji aliyetokana na Chadema, wa kijiji, anawatendea wananchi ndivyo sivyo, sisi tutakuja kuchukua hatua. Tutakuondolea haki yetu ya kichama ili ubaki raia wa kawaida. Na nataka nikwambie, utakuwa kama ile punda ile iliyombeba Yesu Kristo. Wakati imebeba Yesu Kristo wanaenda kule, watu walishangilia, kanga zikatandikwa. Wakati inarudi, hakuna mtu anashangilia. Punda ikajiuliza, hivi ni nini kimetokea? Ulikuwa ushangiliwi wewe, kile kilichokuwa juu yako ndio kile kinafanya nini? Cheo chako ndio kinashangiliwa. Huna cheo, wewe ni wa kawaida sana. Peoples. Mingi nimekuwa kiongozi kama nyie. Kabisa, nimeanza mimi kwanza upinzani wangu nimeanza kuanzia kitongoji. Nikapiga kitongoji miaka 10, nikaomba kupewa kijiji. Nimekuwa kijiji tena miaka 10. Kwa hiyo haya yote ambayo sasa hivi nyie mnapambana nayo, mimi nimekuwa mshiriki na yajua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Cha msingi ninachowaomba nyie ni kujiamini. Yaani unachofanya chochote kile jiamini. Kama unaona kuna mapungufu au unaona kuna kitu kinakuchenga, uliza. Uliza tu, utaambiwa, utasaidiwa. Hata mtu yote, hata asipokuwa mwanachama unaweza kumwambia, hata mzee kama wewe kumwambia, kuna neno hili hapa linanisumbua, tulifanyeje? Basi unapata ushauri, unasaidiwa na unasonga mbele. Lakini niwaombe tu vile vile ndugu viongozi wenzangu, tujali kuwa na vikao, yani vikao kwenye vitongoji vyetu, kwenye vijiji vyetu, viwe vya msingi tukae nao. Tuelimishe, tuambie hoja tulizonazo ili tusonge mbele. Kimsingi ni bahati ambayo na mimi nimewahi kuiona.
mlionayo hapa ni bahati, kwa sababu mazingira tuliyokuwa nayo kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, hatuna haja ya kuimba, na maana kila mtu mwenye akili timamu, hata mwenye akili za kienyeji, aligundua kabisa kwamba nini kimefanyika hapa. Lakini watu, pamoja na yote hayo, watu wamewaamini. Kwa hiyo tunaomba tuwe timu moja, tushirikiane wote, tuombane msaada pale tunapohitajika. Na pia niwashukuru na nyinyi pia kwa kuitikia wito wa viongozi wa chama. Mko hapa kwa taswira ya chama. Mko hapa mmebeba bendera ya chama. Na bahati nzuri nimekuta katibu anazungumza jambo hapa kwamba leo unaweza ukajiona ni mkubwa sana, ni kwa sababu una dhamana ya Chadema. Nimesikia kuna mtu anapigiwa simu hapa na dasi, kama alivyozungumza katibu wa jimbo hapa, sio kwamba anakuthamini, ni kwa sababu Chadema tulikupa heshima na wananchi wakaunga hiyo heshima, wakakusimamisha kama mwenyekiti wa kitongoji, aidha mwenyekiti wa kijiji, si ndio? Ndio maana serikali inakuona mtu wa maana. Kwa hiyo ni muhimu sana na ni lazima, hii sio ombi, lazima mheshimishe chama. Sio ombi, sio ombi. Ni lazima mnavyotembea kama viongozi wa serikali, lazima mjionyeshe mmetokana na Chadema. Maana haujaenda hivi hivi kuwa mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa kitongoji. Umedhaminiwa na kitu kinaitwa taasisi ambayo ni Chadema. Kwa hiyo lazima utangaze chama. Wewe huko uliko ni mwenezi wa chama. Kwa hiyo ni lazima sehemu yote unayozungumza ueneze mambo mazuri ya chama. Hiyo sio ombi, hiyo ni lazima. Jamani, tunaelewana ndugu zangu? Si kaonekana akanisa kusinda kare. Hata nenga kuenezi kiama iki barankore. Vitu viwili vinaweza vikakunyang'anya mwenyekiti wako huo. Viwili tu. Moja, chama ambacho tumekupa dhamana, wananchi wakakuona wakakuamini. Mbili, wananchi unaowaongoza kwenye kitongoji chako. Hata lakini ujue dhambi yake ni nini. Utapewa ulichopewa, utahama leo kutoka Chadema. Lakini hakuna siku utakuwa tena na maana yoyote kwa wananchi. Na ni wewe na kizazi chako chote. Hakuna siku utakuwa na amani tena. Hiyo dhambi itakutafuna. Angalia mbunge anavyosiba anavyohangaika, uitara anavyohangaika. Ni dhambi hiyo tu inamtafuna hiyo. Alitoka CCM akaja Chadema, akatoka Chadema ameenda CCM, angalia anavyohangaika sasa hivi. Na sio huyo, wako wengi. Ukishasaliti umma uliokuamini, wakakupigania kwa jasho lao, kwa mali yao kidogo, kwa damu zao, alafu ukawaona ni wajinga, ukawageuka, umepanda mbegu ya dhambi kwenye familia yako na kwenye kizazi chako. Na ombi langu pia mwenyekiti pamoja na katibu yani kwa baraza, hawa watu wajumbe walio baada ya uchaguzi, inatakiwa kwamba turudi kwenye kata zetu, kila kata tukutane na viongozi ndani ya kata zao na wanachama ndani ya kata zao, tukawapongeze huko angalau kwa maneno machache. Lakini pia nipende kuwaasa viongozi mlioko hapa, kuna maeneo nimetembea juzi hapa, nimepita kwenye shule moja ya Misangora hapo, nikakuta walimu wamefanya shule kama za kwao. Naomba mkawatetee wananchi wenu. Naomba mkafike na mashuleni mkaangalie shida na ugumu uliopo kwenye mashule. Michango CCM serikali iliyopo madarakani ilikataa, hakuna michango kwenye mashule. Lakini nakuta shule kwa mfano pale Kimsi, shule ya msingi, watoto wanatolewa wanaambiwa michango, wanalazimishwa, wanafukuzwa na shule. Hapa Misangora juzi nimepita, watoto eti hawajalipa si hela ya tuition, wanafukuzwa. Wamekaa siku nzima eti hawakulipa jana yake hela tuition, wanafukuzwa shuleni. Siwezi kuhama Chadema, na ipenda ni yani Chadema. Nilishawaambia kwenye mkutano wa hadhara kwamba jamani, anayetaka nihame aje niite kije kizima, nataka ninunue. Wote walipe. Walionipigia kura. Vijana walipigana na polisi usiku. Ndio tangazo. Vijana walikuwa na mapanga, walikuwa walikata marungu, vijana zaidi ya 500 wana mikuki. Wale nilitangaza kwa mchezo. Asante mwenyekiti. Wale sasa nikasema wale vijana waliopambana nikatangazo, leo nikahama, nitawalipa nini? Nakushukuru mwenyekiti wewe. Usiwe msemaji mkubwa sana jamani. Ndugu zangu, kwa kweli uchaguzi ulikuwa ni mgumu,
lakini baada ya kuona kwamba hakuna, nilitangazwa kama mshindi. Na mpinzani wangu nilimwacha kutoka hapa Karakatonga karibu. Karakatonga mnapofahamu? Yaani Karakatonga karibu. Alafu nipande ile mtu lilopanda, wakimuona na mimi wanasema hivi ni kweli ni huyu ama sio huyu. Nilipata mheshimiwa kura 419 na 489, yeye alipata kura 95.